Naam, hujambo msikilizaji na mtazamaji wa televisheni ya Minap TV. Jina langu ni Mwangi Finhas na leo ikiwa ni katika kipindi cha uchambuzi wa magazeti. Leo hii nina magazeti mawili ambayo moja ni ya The Standard na nyingine hapa ni ya Daily Nation, ambayo tunaangalia masuala makuu ambayo yameweza kuzingatiwa na baadhi ya waandishi ama wachapishaji wa haya magazeti. Tuone ni yapi wanataka sisi kama wananchi yaweze kutufikia tu. Hapa tukianza na gazeti la The Daily Nation, tunaona ya kwamba kinara wa mpya wa chama cha ODM Oburu Odinga hana matumaini yoyote ya kuwa chama chake cha ODM kitaweza kuwa na msimamizi ama mtu ambaye atakuwa akiwania kiti cha urais hapa nchini Kenya, huku akidhibitisha ya kwamba nafasi kubwa ambayo wanaweza kupata ni ya kupata mtu ambaye atasimama na chama chao cha ODM akiwa naibu rais, ambaye hatujui either ataweza kuwa kutoka rengo la DCP ama the United Opposition, ama huyu atasimama na kiti cha rais ama na chama cha rais wa sasa ambaye ni William Samoei Ruto, ambaye anapeperusha bendera ya UDA. Kwingineko ni ya kwamba hapa katika ukurasa la 5 tunapata ya kwamba kuna hapa nchini kumeweza kutokea mporomoko ardhi katika eneo la Elgeyo Marakwet, ambako watu ama familia 26 wameweza kupoteza maisha ya wapendwa wao, huku familia zingine 25 zikiwakosa wapendwa wao ambao bado hawajulikana mahali ambapo waliko. Tena nikitoka kwenye gazeti hilo naingia kwenye gazeti la The Standard, ambako katika kurasa hapa ya kwanza ambayo ndio cover page ya gazeti hili, tunaingia moja kwa moja hadi taifa jirani ambayo ni hapa Tanzania, huku siku ya jana rais mpya ambaye ni Samia Suluhu ameweza kuapishwa, na kabla ya kuapishwa kwake tunaona ya kwamba kuna vifo na uharibifu wa mali yalizidi huko taifa la Tanzania, siku moja kabla ya kuapishwa kwa kiongozi ambaye anasemekana ya kwamba aliweza kuchaguliwa kwa asilimia kubwa sana, ambayo ilikuwa asilimia 98, huku akichaguliwa na wananchi. Hata kabla yake ya mambo ambayo aliweza kufanya, pengine ya kuwatoa watu ambao walikuwa wanampinga kwenye